Budget bill hiyo ambayo imewasilishwa na Trump mbele ya bunge ni jambo la kawaida. Ni bajeti ya kila mwaka ya matumizi ya serikali. Huwa inafikishwa na rais kabla ya mwisho wa April, ambapo wabunge wanalijadili swala hilo, wanapitisha mswada, halafu ndio inakuwa mswada wa matumizi na rais anatia saini matumizi ya serikali, kuanzia elimu, afya, kila kitu ambacho serikali inatumia. Sasa hivyo ule mswada ambao ulifikishwa na Trump ulikuwa unaongeza sana matumizi, jambo ambalo Musk alikuwa haungi mkono. Ni bajeti ambayo imepitishwa katika baraza la wawakilishi kwa kura moja tu, kwa hivyo haikuungwa mkono kwa nguvu, na hivyo hivi sasa baraza la Senate linabidi kujadili, kufanya marekebisho, na ikiidhinishwa ndipo rais anatia saini. Sasa kabla ya kufika katika kituo hicho, Musk aliamua kupiga makelele na kusema kwamba bajeti hiyo inaongeza gharama ya kulipa deni la Marekani kwa mabilioni na matrilioni ya fedha, haifai. Kwa hivyo inavuruga juhudi zake aloanza siku karibu 130 ya kupunguza matumizi ya serikali. Kama tunavyojua, amewafuta kazi watu karibu 300,000 wa serikali, watumishi wa serikali. Kwa hivyo amehisi kwamba bajeti hiyo inakwenda kinyume na maazimio na malengo ya mpango wao wa kupunguza matumizi ya serikali, na hapo ndipo ugomvi ukaanza. Na bajeti hiyo hivi sasa inakumbwa na tatizo kubwa katika baraza la Senate, ikiwa kuna hili swala la mvutano kati ya Trump na Musk. Katika baraza la Senate, Trump anahitaji asipoteze kura 3 ili kuweza kuidhinishwa. Kwa hivyo kuna tatizo kubwa hapo, manake kuna wabunge wawili au maseneta wawili tayari wa chama cha Republican wameeleza upinzani wao. Sasa kitu kinachotokea hapa ni kwamba mjadala unaendelea, na mvutano huu unaweza kusababisha hali hiyo kutokea. Bajeti hiyo itakuwa na shida kutoka na kwamba kuna matumizi makubwa ya serikali katika masuala muhimu yamepunguzwa, lakini wanapunguza vile vile kodi kwa wale watu matajiri na watu wengine wa kiwango cha wastani, na hivyo kuleta kasoro na kuleta upungufu mkubwa katika mapato ya serikali, lakini matumizi ni makubwa. Kwa hivyo hapo kuna kuwa na mvutano na inaweza kuleta tatizo kuweza kuidhinishwa. Musk mwenyewe amesema kwamba hahitaji, manake ruzuku yenyewe ni karibu dola 7,500. Marekani akitaka kununua gari kuna ruzuku ya 7,500, gari la umeme, na Musk ndio alikuwa anapata zaidi faida hiyo. Kwa hivyo katika bajeti hii hiyo ruzuku inaondolewa, na Musk juzi amesema yeye hajali. Na katika takwimu nimeona sasa hivi ya maoni ya wananchi inaonyesha kwamba wananchi wa Marekani wanaunga mkono, wakisema kwamba Musk ana haki namna anavyosema. Karibu 79% wa Marekani wanadhani Musk ana haki kusema kwamba bajeti hii itaongeza hasara kubwa katika bajeti ya matumizi ya serikali, itaongeza deni, lakini inawapunguzia matajiri kodi yao, na maskini watapunguziwa nafasi waliokuwa kipewa maruzuku na kadhalika waliokuwa kipata kutokana na mambo ya serikali. Nafikiri ni dhana mafari wawili imejitokeza hapa. Ghafla ni kwamba Musk alipomaliza siku zake 130 huenda ikasababisha hali hiyo, na ilikuwa inaingiana na hilo swala la bajeti. Kwa hivyo Musk aliona kwamba hali hii haiwezi kupita. Kwa hivyo watu wengi wameshtushwa na jambo hili, manake limejitokeza kwa ghafla, na hasa ukiangalia kwamba limejitokeza wakati Musk na Trump walikuwa katika ikulu wakipokezana, Trump akimpa zawadi ufunguo wa White House, na hivyo Musk akimsifu Trump kwamba anafanya kazi nzuri, Trump akimsifu Musk anafanya kazi nzuri. Ni jambo ambalo lilishtusha watu kwa wengi sana. Vipi hali hii imegeuka katika saa 47 hivi 48 na kuwa uhasama kati ya hawa rafiki wawili ambao kwa hakika kila mmoja aliungana kutokana na hisia zao za kutaka kupata faida.
Musk aliona kwamba atapata faida akimuunga mkono Trump, na Trump alihitaji fedha za Musk. Manake Musk lazima ikumbushwe kwamba mwezi Novemba alitumia karibu dola milioni 290 zake mwenyewe kugharimia kampeni ya Trump ambayo ilikuwa na matatizo. Kwa hivyo kila mmoja alikuwa na maslahi yake, kwa hivyo inaonyesha kwamba maslahi haikuwa na nguvu na ikavunjika haraka sana na kwa ghafla. Ni Musk ana mkataba mkubwa sana na serikali katika swala la safari za anga. Musk ana vyombo vya kwenda angani, X rockets, alafu vile vile ana satellite zake ambazo zinasaidia serikali katika masuala mbalimbali. Kwa hivyo Musk akifanya mchezo anaweza kupoteza mikataba hiyo, na hiyo imetokana na matamshi mwenyewe ya Trump. Alisema akiwa katika ndege yake kwamba yeye tachunguza na kuangalia mikataba ambayo Musk anayo pamoja na serikali. Itakumbuka kwamba vyombo vya Musk vinataka kupeleka watu na vifaa katika anga za juu, hasa katika maabara ile ya space katika anga za juu za Marekani. Kwa hivyo yeye changia kwa pakubwa sana katika swala hilo, na ndio maana yeye akasema atazuia kupeleka watu kule juu. Alafu mara Trump alipotishia, tukaona Musk akibadilisha msimamo wake akisema la, hatozuia kitu. Alafu pili, kuna swala la magari yake. Katika kipindi hiki cha siku 130 Musk alipokuwa anapunguza matumizi ya serikali kwa kuondoa na kufunga wizara mbalimbali na idara mbalimbali za serikali, amepata hasara kubwa hapa Marekani na Ulaya. 41% za biashara zake za magari ya umeme yamesita. Watu hawanunui tena magari yake hasa Ulaya. Hilo limemsababisha kuwa na wasiwasi, ndo hasa alitoa sababu kwamba anarudi kufanya biashara zake. Kwa hivyo ugomvi huu ukiendelea, Musk atapoteza upande wa magari na upande wa anga za juu. Hii ina umuhimu mkubwa katika swala la biashara ya juu. Manake kumbuka kwamba katika mvutano huu vile vile kuna mvutano ule wa kodi za bidhaa kutoka nje. Kwa hivyo mvutano huu kama ulivyotaja hapo, hisa kushuka na masoko kuwa na wasiwasi, ni mambo ambayo yanaweza kuathiri sana uchumi wa Marekani. Manake Marekani hivi sasa iko katika hali ya wasiwasi kiuchumi kutokana na sera za Trump kuhusiana na biashara za nchi za nje, na hivi sasa mvutano huu ambao unaonesha unatikisa soko la hisa, na soko la hisa ikiwa inapanda na kushuka ghafla inaweza kuathiri uchumi wa Marekani. Tayari wanahisi kwamba katika mwisho wa mwaka huu huenda uchumi wa Marekani ukadumaa, na uchumi wa Marekani ukianza kudumaa, hapo pia uchumi wa dunia unaweza kuathirika. Kwa hivyo ugomvi kati ya hawa watu wawili unaweza kuathiri uchumi wa Marekani ambao itadhuru uchumi wa dunia. Chama cha Republican kinatizama kwa hali ya wasiwasi kwa sababu Trump aliweza kuwavuta wa Republican wote kufuata kila kitu anachotaka yeye, lakini kuna baadhi ambao walikuwa hawana furaha sana. Kuna wale ambao hawakufurahia nafasi aliyompa Musk katika serikali, katika idara ile ya DOGE ambayo ilikuwa inaleta uthabati na katika kuleta matumizi madogo ya serikali. Kwa hivyo kuna wale ambao hawakufurahia jambo hilo, wakiona kwamba nafasi zao zimechukuliwa kisiasa. Vile vile baraza la mawaziri la Trump lilikuwa linavutana kwa sehemu fulani, ingawa kwa siri. Manake Trump ameweza kujiweka katika ile hali ya kwamba kila mtu lazima asikilize amri zake. Kwa hivyo amekuwa akitumia vitisho, ikiwa hutonisikiliza nitapunguza hivi au nitakufanya hivi. Kwa hivyo kulikuwa na hali ya wasiwasi ya vitisho katika serikali na chama cha Republican. Kwa hivyo hivi sasa kutokana na mvutano huu inaonesha wazi kwamba kutaweza kujitokeza watu wa chama cha Republican ambao wale hawaridhiki na mambo ambayo Trump alikuwa akifanya au akimpa nguvu Musk, wakajitokeza. Kwa hivyo ni mapema bado, lakini inaonekana kwamba kunaweza kutokea matatizo fulani katika chama cha Republican. Mvutano uliokuwepo ndani ukitokota unaweza ukajitokeza nao.
Wademokrats wanafurahia jambo hili, manake walikuwa kilisubiri kwa muda mrefu. Wademokrats watafaidika kutokana na kwamba ikumbukwe kuna uchaguzi wa katikati ya mhula hapo mwakani. Kwa hivyo kuna taswira kwamba huenda chama cha Democrat kikapata ushindi mkubwa katika uchaguzi wa bunge, ambapo hivi sasa bunge la baraza la Senate linashikiliwa na Republican, na chama cha Republican vile vile inachukua nguvu katika baraza la wakilishi ikiwa na kura 3 zaidi ya chama cha Democratic na kura 2 katika baraza la Senate. Kwa hivyo hali hiyo inaweza kubadilika, chama cha Democrat kikapata ushindi. Na katika ugomvi huu juzi, siku ya Alhamisi, Musk alisema na akatoa hoja katika ukurasa wake wa X kwamba nchi hii inahitaji chama kipya, ambapo watu wanasema chama cha tatu, na katika uchunguzi huo 80% wa Marekani wameunga mkono swala hilo wakisema wanahitaji chama cha tatu. Kwa hivyo utakuta kwamba kuna hali ya siasa kujitokeza, chama cha Republican hasa sambaratika, chama cha Democrat kikapata nafasi, kikachukua udhibiti wa bunge, na hivyo kusababisha miaka 2 ijayo ya Rais Trump kuwa katika hali ngumu, kutoweza kupitisha mipango yake. Ndio maana watu wengi wanasema kwamba, wachambuzi ni kwamba Trump anaharakisha kufanya mabadiliko hivi sasa akiwa na bunge lenye wengi wa chama cha Republican. Sidhani kama Musk atakimbilia Democrats, manake lazima iangaliwe kwamba Musk vile vile ni mtu mwenye siasa kali za mrengo wa kulia. Ataweza kuendelea katika mpango wake katika kuunga mkono chama cha Republican, mrengo wa kulia zaidi, wale watu wanaojulikana kama MEGA, wale watu Make America Great Again. Anaweza kujaribu kumpokonya Trump, lakini kuja katika upande wa Democrat, lazima ikumbuke kwamba Musk alikuwa hajajihusisha katika siasa mpaka mwezi Julai mwaka 2024 katika kampeni za uchaguzi, pale alipomuunga mkono ghafla Trump. Kwa hivyo urafiki wao umeanza hivi karibuni, na hivyo hawezi kuonekana kwamba atabaki kwa muda mrefu. Na kama ulivyosema, ni kweli wanasiasa huwa wanabadilishana mambo mara moja na kubadilisha misimamo yao haraka sana. Kwa hivyo sidhani kwamba Musk atakwenda katika upande wa chama cha Democratic. Ikiwezekana atabaki katika upande wa kulia zaidi, na yeye sio atakayeweza kuunda chama. Nafikiri watamtumia mtu mwingine kukiunda na kukiongoza chama hicho. Yani anataka kuonesha kwamba hataki kusema, amesema kwa ustaarabu, Trump ni mzee zaidi kuliko yeye ni kijana, kwa hivyo ana muda mrefu zaidi wa kufanya mabadiliko katika siasa. Hiyo nafikiri kwa upande mwingine ni kutaka kuwahamasisha wa Marekani kwamba, sikilizeni, nifuate mimi kijana, naweza kukuleteni mabadiliko na faida zaidi kuliko huyo Trump aliyobaki miaka 2 katika madaraka. Wa Marekani kwa sehemu kubwa wamepigwa na butwaa, ingawa vile vile walitarajia hali hii. Kama ulivyosema, wa Marekani wale ambao wako katika wastani katika siasa walijua kwamba Trump na Musk hawezi kwenda kwa muda mrefu, manake siasa zao huenda zikawa hazifuatani, kama tunavyoona hasa katika upande wa matumizi. Musk anataka kutumia hali ya kisiasa na kiuchumi kupunguza matumizi. Yeye hajali, yeye anataka mtu wa serikali aweze kufukuzwa mara moja. Yeye anataka fedha za serikali zitumiwe kama katika biashara, ambapo ni jambo tofauti. Hajui au hafahamu vipi serikali inafanya matumizi yake. Kwa hivyo ni jambo ambalo wa Marekani wameshangazwa vile vile na walikuwa kitaraji. Kwa hivyo wa Marekani wengi katika hizo X ambapo maoni yalikuwa kitokea, waliulizwa nani yuko haki, Musk au Trump, na Musk vile vile ameonekana akiongoza. Hiyo haimaanishi chochote katika hali ya mambo, kwa sababu hii imetokea ghafla. Wa Marekani bado hawajatoa maoni yao vilivyo, na vyombo vya kupima maoni wa Marekani bado sijaona yakifanya kazi. Na tarajia wiki ijayo tutapata picha nzuri zaidi juu ya yale Musk na Trump wameshindana, manake wanakuwa na shindana katika mitandao ya kijamii. Trump alichukua muda mrefu kabla ya kuanza kumjibu Musk. Kwa hivyo tunasubiri wiki ijayo kuona hali mambo itavyokuwa. Inategemea vipi siasa zinapangwa, vipi chama cha kisiasa kinajipanga
na zaidi ni kwamba inaonyesha kwamba swala la kutumia marafiki yake katika siasa, mtu mwanasiasa akitumia marafiki ambao sio waaminifu, kuna hatari ya kuweza kuvunjika. Na hapa inaonyesha vile vile kwamba fedha inavuruga kabisa hali ya mambo. Maana hapa tusahau kwamba ni fedha ambayo imesababisha mvutano huo. Kwa hivyo somo dunia inaweza kupata ni kwamba vyama vya kisiasa viwe na nguvu zaidi katika demokrasia, kuweza kuwa na hali kwamba kutoruhusu mtu wa kisiasa au mtu yoyote kuweza kuja kuvuruga. Maanake tumeshuhudia kwamba Trump amemleta rafiki ambaye amekuja amevuruga serikali. Kuna habari zinazoenea katika mitandao ya kijamii kwamba yale yote ambayo Musk alifanya kufukuza wafanyakazi, hivi sasa wametambua kwamba kazi nyingi hazifanyiki, wameanza kurudisha watu polepole. Kwa hivyo inaonyesha kwamba lazima pawe sheria na katiba muhimu ambayo ina nguvu, ambayo mtu mmoja hawezi kuja tu kuleta vurugu. Kwa hivyo ni somo ambalo sheria, kanuni na mipango ya uchaguzi na siasa zinabidi kuwa thabiti kabisa, zisiwe zinaongozwa na chama, lakini zinaongozwa bila ya kuwa na upande wowote. Ni sera ambazo zinaweza kulinda katiba ya nchi kuliko kumruhusu mtu mmoja kuleta vurugu katika nchi.